mwana michezo, tuzungumze yale ya kimichezo na burudani. Mimi leo nimemfuata ndugu yangu Mandala, tunakwenda kuyazungumza yale ya kimichezo na burudani. Kama bado hauja subscribe, fanya hivyo yule wa kwanza kupata taarifa mbalimbali zinazokuwa zikihusiana na michezo na burudani. Kipaza kiko sehemu salama salmini, chini yangu Derek David Kaimba, unaweza kuniita Kaisedo wa Bongo. Mimi niko na Mandala. Heri ndugu yangu. Niambie rasmi sasa, naomba nimtangaze Mandala ya kwamba yeye ndiye msemaji wa klabu ya soka ya Wireless. Pasina shaka. Unaongea na semaji. Kwa unapokuja kumhoji Mandala, jua unakuja kumhoji semaji la Wireless Sports Club. Umeelewa? Sio FC. Sport Wireless Football Club, ile sio Yanga. Inaitwa Wireless Sports Club kama ilivyoitwa Simba Sports Club. Unatambulisha mipango. Kwa hiyo watu wanaonoga hapo mjipange. Mnakuja kukutana na timu imejipanga kama timu ya ligi kuu. Tumejipanga kila idara, kila sehemu tumejipanga. Timu ina afisa habari, timu ina meneja, timu ina tajiri bwenyenye, ina Mo Frank Ndunguru Wireless. Mo wetu ndo Mo wa timu, mwenye timu Frank Ndunguru Wireless tajiri. Kijana wangu namba yako ninayo. Imeisha, niachie kijana wake na wewe hapo namba yako naye. Na kwenye mfumo niachie tajiri sana, naona content. Kwa niachie mimi hiyo kazi kijana wangu. Haya, niachie mimi. Limeisha swala ndo. Bwana, jana nimemshuhudia mnyama Simba Alunyasi akitawala vikali kweli kweli kwenye michuano ya CRDB Federation Cup. Vipi? Tulifanya mahojiano Mandala, lakini pia vile vile leo nataka tena tuzungumze kuhusiana na Simba hii na ubora wake. Timu ya moyoni mwangu sasa hapo naichambua. Nikitoa Wireless Sports Club, timu ya kazini, naichambua timu ya moyoni, Simba Sports Club. Jana timu yetu imepata matokeo mazuri. Umeelewa bwana, na matokeo yale kila mwana Simba tumefurahi kutokana na timu yetu jinsi ilivyocheza. Timu imecheza vizuri kwa ubora mkubwa, na furaha yetu sisi haitupeleki tu kushinda zile goli 4. Furaha yetu sisi inatupeleka kwanza, timu yetu imetengeneza, ina kiwango kikubwa. Yaani imetengenezwa kwenye kiwango kikubwa. Timu yetu ina quality kubwa. Wanasema tunafurahi. Sasa hivi ukienda kuangalia mechi ya Simba, unaenda kuangalia timu yenye ushindi 100%. Timu yenye ushindi 100%. Tofauti na ile zamani unaenda kuangalia mechi ujui kama unashinda au ushindi. Leo hii mwana Simba anatoka kifua mbele. Unaweza kuondoka kwako huko umeibetia timu yako inashinda moja kwa moja. Uhakika. Yaani unaweza hata kama una milioni 10 ukatia milioni 10 Simba ashinde, unaangalia mpira unakuta milioni 15, unaendelea na maisha mengine. Lakini kuna timu nyingine ambayo ukiibetia uwezi kufanya. Yaani uwezi kuingana na moyo huu. Yanga Afrika bwana. Yanga. Yaani uweke milioni 10 Yanga ishinde. Jichanganye. Utalia kilio cha mbwa. Jichanganye, Yanga icheze. Uweke milioni 10 Yanga ishinde. Kilio cha mbwa kinakuhusu. Yanga imeondoa imani kwa watu kwa asilimia kadhaa. Sikiliza hata wachambuzi. Wengi sasa hivi maneno mengi wanakwambia kweli maisha yanaenda kasi. Leo hii Simba anaitaka Yanga. Leo hii Yanga anaogopa Simba. Sio masiara hata wanachokizungumza. Sio masiara. Watu wanazungumza na wanasema Yanga watamani hata kukutana na Simba, kitu sio kijua. Yaani Yanga watamani kukutana hata na Simba. Na sio kwa bahati mbaya. Yaani sio kwa nini Yanga watamani kukutana na Simba, sio kwa bahati mbaya. Washajiangalia timu yao ilivyo, wameichunguza ilivyo, wakagundua kwamba tukicheza na Simba tukileta masiara. Kwanza Simba wana hasira. Simba wana uchu. Umeelewa? Sio hasira tu, pia tuna uchu. Tuna hasira kulipizia zile goli 5 zirudi. Tena sio 5 tu, goli 6. Kwa hiyo tunatafuta je kwenye mfumo. Mechi JKT walishaja kwenye mfumo wakategua mtego. Yaani kama vile ndezi kanasa afu kategua mtego kakimbia. Wangekubali kuingia. Wangejaa kwenye mfumo tu, shughuli ingekuwa imeisha. Kwa hiyo sisi tunatafuta. Na hii unaona hii sakasaka yote hii, siji mara kumfunga sijui TRA goli 4, si nani goli 5, yote tunamtafuta Yanga sasa. Yaani ndio ukweli ambao tujifichi. Hii sakasaka yote unaiona, si lengo letu ni kumtafuta Yanga tu tumpate. Na tunashukuru TFF kitu alichokifanya. Tunashukuru. Yaani TFF kitu alichokifanya, wamefanya vile kutuchonganisha yani. Yaani usheko na ngumi hivyo watu wanapigana, mmoja anataka kimbie, afu mmoja anaitaka watu anataka tupigane. Kwaje mtu anakutanisha piganeni, ndio TFF. Piganeni. Ukitaka kugundua hivyo angalia mazingira ya uwanja Yanga alopangiwa. Unajua Yanga uwanja wa CCM Kirumba. Tunasema kanda ya Ziwa huko. Mwanza huko.
kule ndo kwenye ngome kuu ya Yanga kama ujui. Hilo ndo nakupa kitu kama usokijua. Na mashabiki wengi wa Yanga wapo kule. Yaani sisi kule sisi Mwanza wapo mashabiki akisoka kama Yanga. Unapoongelea kanda kaskazini, yani Arusha, ile ndo ngome ya Simba ipo huko. Unaelewa vizuri? Ndio maana Simba akaenda kucheza Arusha yupo nyumbani. Simba akaenda kucheza Tanga yuko nyumbani. Umeelewa vizuri? Yanga huko ananyanyasika. Ila huku Mwanza ndo kwao. Kwa alichokifanya TFF, kila mtu kampeleka kwake. Simba kashinda game kwako, Yanga anaenda kwenye uwanja wako rahisi kwako naye ushinde. Mimi nataka tuwaone mko mnapigana. Yaani TFF ametuchunganisha ni haya mshinde wenyewe. Kwa mimi nimefurahi na naona mimi nakwambia ukweli. Yanga wana mikakati ya kutaka kujivunja. Yaani Yanga wanapanga mipango wasikutane na sisi. Yanga wamepanga mipango wasikutane na sisi. Na Azam wamfunge Yanga. Wanataka wafanye mipango. Sisi tunaomba Azam, yani tunaomba sana Azam. Hii mechi hata kama Yanga afungi goli wajifunge wenyewe kina Nado. Yani nawaomba sana Azam wajifunge wenyewe. Yani tunawaomba, tupo chini ya miguu yenu. Jana Azam tumewalipia goli zenu 4 kwa TRA, sisi ndugu zenu. Tunawaomba sana msionyeshe ufundi kwenye hii mechi. Azam chezeni chini ya kiwango, ikiwezekana wachezeshe hata Azam B icheze. Sisi lengo letu Yanga afuzu, lengo kuu kwa kweli. Tunajua na mipango ya kukimbia. Kwa hiyo sasa hata kama Yanga akienda kikosa magoli, wajifunge wenyewe Azam. Yanga wanapanga mpango wa kukimbia. Hataki kukutana na sisi, wanaogopa. So wanajua shughuli yake. Wao ile pira la Simba jinsi wanavyocheza utatamani kukutana naye. Ndio wewe tufanye na timu yako. Ile pira la Simba jinsi linavyocheza vile jana, passes zinazopigwa. Paka Ngoda analia. Yaani Ngoda anatangaza mpaka machozi yanamtoka analia. Anakuambia Chama vua kinyago, wewe sio Chama Ngoda. Anakuambia wewe unatudanganya, sio Chama mvua iko kinyago. Umeelewa vizuri? Wachezaji wana ubora. Wewe angalia sasa hivi Simba inaitwa kata mti, panda mti. Jana anatolewa Chama, jana anatolewa na nani? Jana toka Chama na Kagoma, anaingia Loemba na Mwalimu. Wote wameenda kuleta madhara. Kata mti, panda mti. Yaani tunapoongelea timu imebalance. Hapa muelewe. Unaweza kuwa na kikosi bora, lakini timu yako haina balance. Si ndio? Yaani ukawa na kikosi kizuri. Hata sisi Simba shatukuta. Tuna kikosi kweli kizuri uwanjani. Lakini timu haina balance. Waloko wa benchi wana uwezo, kwamba wachezaji wa benchi na wanaoanza vitu vile tofauti. Wanaoanza wana quality. Ila benchi hamna kitu. Ukigeuka benchi unakutana na John Boko. Ukigeuka benchi si unakutana na wachezaji yule nani unaloo ndogo yule nani yule wale kina nani, acha mavambo maovu, si mtu. Kuna wachezaji walikujaga hapa Simba, ukigeuka ndo unaona amekaa benchi. Eti Jobe rafiki yangu yupo benchi. Unageuka unamkuta Jobe kakaa benchi. Umeelewa vizuri? Lakini hii Simba quality ambayo unaipata mchezaji anaoanza ndio quality ya mchezaji aliyokupo benchi. Kapombe anaingia kijiji. Ndio nakwambia. Simba sasa hivi quality ambayo unaona inaanza kule ndio quality ambayo ipo kwenye benchi. Anatoka Chama ashaita madhara. Anatoka nani Kagoma ashaita madhara. Anakuja anaingia Luemba anakuja kuleta madhara. Anakuja anaingia Mwalimu anakuja kuleta madhara. Umeona balaa hilo? Simba kwa nini usipigwe chuma 4? Na katika mechi ngumu katika nchi yetu sisi TRA nakwambia Prison ndio mechi ngumu kwa Simba na Yanga. TRA Prison waangalie wale nani wale Mashujaa. Hizo ndio big match ngumu. Lakini angalia hizo mechi zote Simba akapata matokeo gani? Maana vizuri. Sio kushinda, anashinda na magoli mengi. Na sasa hivi kama una beti watu wa kubeti, vijana wengi wana beti. Simba inapocheza eka 3+ na kuendelea. Simba inapocheza eka 3+ na kuendelea, fueka milioni 15. Unatajirika, utajenga nyumba, utakuwa tajiri kila sehemu. Simba. Simba. Ila Yanga Afrika ikiwa anacheza. Jaribu fanya hivyo uone kama hujaja maskini. Bwana tumzungumzie Bakari Nondo Mwamnyeto ndugu yangu bwana. Bwana mzungumzia vibaya. Mimi nipo tofauti na watu wengine. Na ikiwezekana kama mna uwezo kikipande mumpelekee Mwamnyeto akiangalie na mashabiki wa Yanga waangalie. Katika maisha binadamu tumeumbwa kupatia au kukosea. Binadamu tumeumbwa kusifia na kuzomewa. Yaani wewe ujiandae kusifiwa na kuzomewa. Ukifanya jema utasifiwa, ukifanya kibaya utazomewa. Ndio binadamu tupo hivyo. Kama Bakari leo hii unacheza Yanga, hiyo Yanga inakuimba vizuri kila siku,
Ikitokea umekosea hata na kukosoa, chukua yale maneno kama changamoto, yafanyie kazi. Yaani Bakari yeye hakupaswa, nisikize vizuri kwa makini, Bakari hakupaswa kutengenezwa confidence na wachezaji na mashabiki wa Yanga. Yeye ndo atakao ape imani mashabiki wa Yanga. Umeelewa vizuri? Kama kacheza vibaya, watu wana mashaka naye, atakuwa ajitoe, yani ajitoe, yani tempo ajitoe ili atengenezee taswira mashabiki ape imani. Lakini anavyozidi kususa hivi au kukasirika kisa kasemwa, hii ni shida ndo ya Yanga. Mimi naongea kila siku. Mimi nakwambia ni ukweli. Hii ndio shida ya Yanga. Mimi leo narudia tena hiki kitu nakwambia wewe. Simba na Yanga kuna utofauti mkubwa. Klabu ya Yanga inatengenezwa na viongozi. Africans inatengenezwa na viongozi. Klabu ya Simba inatengenezwa na mashabiki. Kivipi hapo Mandala? Kitu kigumu. Yanga kiongozi ndo anaamua kumleta mchezaji awe mzuri awe mbaya. Nyinyi kazi yenu mashabiki ni kusifia. Nisikilize, Yanga hao akileta mchezaji hata kama afungi, ila kaleta tu na engineer, kazi yenu nyinyi ni kusifia, uruhusiwi kukosoa. Hata kwa anakosa magoli vipi, hata ana nidhamu vipi, haruhusiwi kukosoa. Yanga ndo alivyo. Kisa mchezaji kaitwa na engineer. Sisi Simba mchezaji akiletwa, sisi mashabiki kama mchezaji mbaya, sisi tunaongea, tunamwambia kiongozi, umetuletea mchezaji mbovu, hatutaki Simba icheze hivyo. Kila shabiki utamwona anaongea kiongozi kweli kwamba Yanga watakiwa wabadilike. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo yule Bakari kususa kwake, ukasusa kutokana na klabu yao jinsi ilivyo. Narudia tena, sisi Simba klabu tunaitengeneza sisi mashabiki, tofauti na Yanga. Yanga klabu yao inatengenezwa na viongozi, hauruhusi kukosoa. Ili mradi tu mchezaji kaitwa na engineer. Ni kitu kibaya sana kumtukuza kiongozi. Kibaya kikubwa sana. Kitu kibaya, yani hamna kitu kibaya kama kumtukuza kiongozi. Yaani ipo hivi, kiongozi unapomchagua, tena siku nambia tu tunasifia kutokana tu ndo na yani tunasifia kutokana tu na heshima. Lakini wewe upo kazini, ndo kazi leo umeweka. Kama kiongozi analeta mchezaji bora mzuri, atakuwa kusifiwa, ndo kazi yake. Anapewa maua yake. Umeelewa vizuri? Sasa hawa mabwana, mchezaji akija mbovu mzuri, wao kazi yao ni kusifia, usiku kukosolewa. Na ndio maana hata Bakari aamini kukosolewa kwa sababu klabu ya Yanga ndipo hivyo. Ndio maana yeye kasusa kwa sababu akakosolewa, kwa sababu Yanga haruhusi kukosoa, yani haruhusi kukosolewa. Umeelewa? Sasa mchezaji wetu Selemani Mwalimu Mpanzu, tulicheza na Yanga dabi, kakosa magoli ya wazi. Tulipotoka pale kila mtu nenda Yanga. Kama umekula hela Yanga nenda. Watu hatukutaki Mpanzu kuna shabiki wao mjibu. Hakujibu. Alisusa. Hakususa. Kwa sababu anajua huu ndio mpira una mashabiki. Nikicheza chini ya kiwango mashabiki hawezi kunielewa. Umeelewa vizuri? Sasa wewe kama mashabiki wanalalamika tena una hasira tu unasusa. Nini maana kwa mchezaji? Lazima ujue kwamba wewe ni mchezaji. Wale mshabiki hajuagi mpira mchezo wa makosa. Mshabiki anajua timu yake ishinde basi afurahi. Na ana haki kwa sababu shabiki ananunua jezi, analipa kiingilio. Wewe umekuja ununue jezi, unalipa mshahara, haulipi kiingilio. Maumivu yanayopata shabiki ni makubwa kuliko wewe ambao unalipa mshahara. Wala kama timu ikifungwa, posho yako unapewa. Timu hata ikifungwa, mshahara wako unalipwa. Jezi unavaa bure. Shabiki yeye analipa hela yake. Kwa hiyo timu unapocheza chini ya kiwango afu umesababisha waacha tu wamoja simu zao, watakaa safu, mtaendelea na maisha mengine, sio kususa. Kwa Bakari mimi namshauri kwamba kususa sio mchezaji hataki kususa. Watakao wachukue mashabiki kujua ni mashabiki wa mpira, wameumizwa na matokeo, waacha nilaumu. Mimi naendelee kucheza. Achukue mfano wa Mpanzu tulimsema kila shabiki anaotoka anaongea kwake. Kila shabiki anaotoka anaongea kwake, atukutaki nenda Yanga. Wewe si nini? Kimya mtoto wa watu. Ndio mpira ulivyo. Bwana, tumalize na hili hapa kuhusiana na uwanja wa Young Africans. Hapa ulipita. Ulipita Jangwani. Ushaanza magrade umeona. Nanukuu. Baada hiyo nanukuu. Baada hii press, tukimaliza hii press, kesho wakandarasi waanze kazi. Sheria. Alito mwanasheria. Naanza lini kazi? Kesho mwanze kazi. Sikuona greda, sikuona hata mtu kuchepe pale kuchimba.
Sikiliza. Sisi tushachoka. Jamani, Yanga tumechoka na viwanja vyenu vya AI. Tumechoka na tena mazidi kutupostia. Kila siku mnabadilisha kutengeneza uwanja wa AI. Sisi hatutaki kusikiliza maneno yenu. Kama mnataka mtengeneze uwanja, tengenezeni uwanja. Habari ya kutudanganya sisi uwanja kwenye laptop kila siku, tumechoka. Umeelewa bwana? Mabomba kutoa maziwa hatutaki. Mabomba kutoa maziwa tena mdomo vingi. Tayo mabomba kutoa maziwa. Ushaona bomba linatoa maziwa? Ushakuona? Bomba linatoa maji baadaye. Ushakuona linatoa maziwa? Ndio uwanja wa Yanga. Uwanja wa Yanga bomba kutoa maziwa. Sisi tupo. Sikiliza. Sisi tumemsema Mo. Sisi tumemsema Mo. Tumemwambiaje tajiri Mo? Sisi uwanja tutaka tutangazie. Sisi uwanja tutaka tutangazie. Sisi tunachotaka uwanja tu uwepo basi. Kea hatutaki. Tumemsema Mo. Tumemsema Mo. Hatutaki kusikia si uwanja unajengwa. Sisi tunataka tuone wakandarasi. Wanataka kuona hata mkataba mmeingia wapi. Tumemwambia sisi Mo. Hataki kuona mkataba mmeingia wapi. Hataki kujua uwanja unaanza kutengeneza lini. Sisi tunachotaka tuone magodown hapa anafanya kazi. Uishe ndo mtuite uwanjani huo wa Simba. Mambo ya viwanja AI sasa tutaki. Kwenye kiwanja cha AI yetu kuna godanga kakaa kwenye kiti anaangalia mpira. Wapi? Wapi? Leo umetoka AI mpya eti. Ule uwanja tuna lile jumba la nini? La wapi lile? Eti lipo pembeni eti. AI. Bwana. Sisi tushamwambia tajiri wetu mwenyewe. Kama hatuna uhakika kujenga uwanja kipindi hiki, tuache. Sisi na timu yetu tucheze vizuri, tuchukue vikombe. Ila kama uwanja unajengwa, ujengwe kimya kimya, tutaka hata kujua unajengwa wapi. Sisi tuone tumje tukabidhi uwanja wetu hapa. Bwana, tuzungumzie, nimalize na hili hapa 50 kwa 50. 50 ya Young Africans, 50 ya GSM. Kweli ndugu zangu wana Simba, nyinyi mnaonaje? Yaani Yanga 50 ni mpaka kifo. Yaani 50 ya Young Africans. 50 ya GSM. Naingia deep kidogo. Kwenye shilingi 10,000 naingia deep kidogo. Kwanza Yanga hawana kiongozi. Engineer Said mtoa watu. Asarudi kwenye percent uliosema. Nikikurudisha nyuma back. Au hii system ya hizi timu kunahitajika patikane mwenyekiti upande wa wanachama. Na atoke upande wa nani? Wa mwekezaji. Si ndio? GSM au Engineers. Engineers ni mkono wa kulia au mkono wa kushoto wa GSM. GSM engineer katoka kwenye tumbo la GSM. Alichokifanya GSM, kazaliwa mtoto kutoka tumboni kwake ndio kaenda kuwa kiongozi wa Yanga. 50 mwenyekiti wa Yanga nani? Hiyo 50 ambayo anachukua. Sisi kwa tubi kwa mfano rais. 49 wanachama ya Mangungu. 51 ya Mangungu. 49 ya nani? Mohamed Lewi. Haya 50 ya Yanga ya nani? Wewe ndio niambie. Hiyo 50 ya Yanga 50 kwa 50 ya nani? Mia yote ya mtu mmoja. Simetolewa hapo imewekwa huko. Huko imerudishwa huko. Sikiliza, uokoe na akili kubwa. Mimi mara ya kwanza namshuhudia Engineer Hersi anakuja Yanga Afrika. Alikuja kama mwekezaji mzabuni wa kutengeneza jezi. GSM. Engineer Hersi anasaini mkataba wa kwanza wa Yanga na GSM. Baadaye Yanga anataka kubadilisha mfumo kipindiko mwenyekiti Mshindo Msolwa. Akajiuzulu kwenye makampuni ya GSM. Akaanza kugombea kama rais wa nini? Wa klabu wa Yanga Afrika. Sikiliza mchezo shehe. Alafu leo rais ana mpinzani. Ili uamini. Nataka nikupe hii kodi wewe. Umeona Simba? Ili uamini kwamba GSM ndio kila kitu Yanga ndio mwenye kali kifupi mimi kiasi nasema Yanga imeuzwa. Ili uamini. Angalia Yanga kitangaza mzabuni wa kutengeneza jezi.
lazima JSM utamwona anagombea. Yanga kutengeneza tenda kutengeneza uwanja, lazima JSM anagombea. Yanga kutengeneza chochote, JSM anagombea na anashinda yeye. Rudi Simba. Simba Zabuni ya kutengeneza jezi umuone Mo akigombea. Na kuambia hata tukija kutengeneza uwanja, hautaona Mo atashinda Zabuni ya kutengeneza uwanja. Kwa nini? Klabu inaendeshwa kisasa, kwamba tunaposema klabu ina matajiri wengi, tafsiri yake ndio hii. Wewe Mohamed Dewji ni mwekezaji, mtengeneza jezi aje mwingine, uone kama kuna nguvu, kwamba kuna Jeruti kuna Mo. Je, tunampaka kitu Mo, jezi atengeneze Mo, tani si atengeneze Mo, nguvu unaitoa wapi? Kwa hiyo kwa jicho langu la mbele, Yanga ndio klabu inakufa maskini kwa mifumo yao kumsujudia mtu mmoja. Simba sisi mifumo tunayoweka sisi hatukufi maskini, na ndio maana hata ukiangalia Simba Queens na Simba Sports, mdhamini wa Simba Queens mwingine, mdhamini wa Simba Sports Club mwingine. Simba tunajiendesha klabu yetu kitajiri kwa kuweka mifumo ya baadaye. Yanga wanaendesha mifumo ya kimaskini kumtegemea mtu mmoja, na ndio maana mtengeneza jezi JSM, mtengeneza uwanja JSM, kashinda sio 5% yeye, sio 50% sika kwa nani? Haya, engineer nani JSM nani? Tupo. Tupo. Kuna namna baadaye kibao kitawaje. Tupo, watakumbuka maneno yangu, sio katiba, ila tupo. Ila swali la msingi la kujiuliza, kwa nini kila kitu kikiwekwa kugombea Zabuni lazima JSM yupo? Wewe unafikiria sisi Simba ndio kila sehemu yupo Mo asingekuwa anashinda wewe? Kuna mwana Simba hivi Mo angeka competition mfano kipindi Jeruti anagombea kutengeneza jezi, afu Mo angeka kampuni yake, kuna mtu angemchagua Jeruti? Lazima Mo kufanya nini? Kwa nini Jeruti kapita? Mo kakaa pembeni, anajua kabisa mimi nina nguvu, nikienda kugombea Zabuni simtapita mimi, kwa kajiweka pembeni. Sio mara moja alikuja mtengeneza jezi nani? Vunja Bei. Akaja Sandalendi. Wote wao JSM huyo kila siku mtengeneza jezi JSM huyo. Apishwe zake. Apishi. Yaani apishi na afungua masikio. Apishi zake. Sisi Mo agombea, anajua kigombea atapita tu. Itakuwa JSM kipindi cha kugombea Zabuni, angejeka pembeni watu wagombea tengeneza jezi wengine, matajiri waongezeke ndani ya Yanga. Leo hii Yanga nzima tajiri mmoja JSM. Si Simba kuna kwa Remba Jeruti ngao na Mo, na kuna mwingine anakuja ndio Simba Sports Club. Shukrani sana. Matajiri.